Raundi ya kwanza za msimu uliopita ushamalizika. Kuna wachezaji walikuwa sehemu ya timu na wengine sasa hivi sio sehemu ya timu. Lakini pia hata hao washindani ambao tunakutana nao kuna wengine walikuwa sehemu ya timu na ukiangalia timu yao kuna wengine sio sehemu ya timu. Kwa hiyo tunachukua kama reference kwa vitu ambavyo vimepita, lakini kwa aina wachezaji ambao tuko nao wenyewe wana focus na mechi ya kesho ya TRA. Kwa hiyo sisi tunaangalia kile ambacho kiko mbele yetu, na kama ulivyosema ndio mechi yetu ya pili na hii ni ya kwanza ya nyumbani. Kwa hiyo akili yetu ipo kwa namna gani tunaweza kuwini mechi ya kesho, lakini pia umuhimu wa kuweza kushinda mechi ya nyumbani, na haswa hii ndio mechi ya kwanza. Na ukiangalia katika mwezi huu tuna muda mchache sana wa maandalizi. Tunacheza mechi kila baada ya siku mbili. Kuna mechi tutacheza nyumbani na kuna mechi tutacheza away. Kwa hiyo lazima uwe na wachezaji ambao ki mentality yao imekamilika kukabiliana na kila aina ya situation ambao watakutana nao. Na ukiangalia profile za wachezaji wetu, asilimia zaidi ya 90 ya wachezaji wetu ni wachezaji ambao wanaweza kukabiliana na kila aina changamoto ambao wanakutana nao ya kimchezo. Kwa hiyo usiwe na hofu kwenye hilo. Swali jingine? Kocha habari. Natamani kujua miongoni mwa nyota ambao walikosekana kwenye mchezo uliopita kutokana na sababu mbalimbali wanaweza kuwepo kwenye mchezo huo ikiwemo Faisal alipata kadi nyekundu katika mchezo wetu wa mwisho wa fainali dhidi ya Simba nafikiri. Kwa hiyo kitu ambacho kiko wazi. So kila mwandishi nafikiri anaelewa. Kwa hiyo Fei sio sehemu ya mchezo kwa sababu alipata kadi nyekundu ya moja kwa moja. Lakini ni mchezaji ambaye tulikuwa naye kwenye maandalizi na tupo naye kwenye maandalizi. So wale wengine ambao walikuwa majeruhi ambao hawakuonekana katika michezo iliyopita, zaidi ya asilimia kubwa wote tayari tupo nao kwenye maandalizi. Itategemea na mazoezi yetu ya mwisho, yupi yule ambaye tutamwona yuko tayari kwa mchezo wa kesho, basi utamwona, na kama hajakuwa tayari basi tuna mechi nyingine inayofuata, watakuwa sehemu yetu, watapata nafasi, wataonekana. Shukrani sana kocha, na ni wakati wa kumsikiliza mchezaji Aimal ambaye atazungumza naye kwa niaba ya wachezaji wenzake namna ambavyo wao kama wachezaji wameweza kujipanga kukabiliana na timu ya TRA United. Aimal, karibu zungumza na sisi kama wachezaji wa Azam FC tumejipanga vizuri katika mchezo wetu wa kesho kuhakikisha tunachukua alama 3 muhimu dhidi ya TRA. Mchezo dhidi ya TRA utakuwa wa namna gani kimbinu Aimal? Utakuwa mzuri kutokana na mwalimu wetu kwa sasa katupa mbinu nzuri, na hasa ukizingatia kesho tutakuwa tuko nyumbani. Maswali? Kwema, kama wachezaji sasa mmejiandaa vipi kuhakikisha kwamba mnakwenda kupata alama 3 kesho mkiwa nyumbani? Mchezo wa kwanza najua sio malengo yenu kupata alama 1, malengo makubwa ilikuwa ni alama 3 ili kupata morali zaidi kwa mchezo unaofuata. Tumejifunza kutokana na makosa tulofanya mchezo wa mwanzo. Kwa hiyo kesho tunahakikisha tunarekebisha makosa haya. Swali lingine? Aimal alizungumza sasa na mashabiki wa Azam walike uwanjani. Tunawaomba washabiki wa Azam FC kesho waje kwa wingi wao ushindi wetu. Shukrani sana. Hao walikuwa ni Azam ambao wamezungumzia mchezaji wao kuelekea mchezo wa kesho ambao utachezwa majira ya saa